katika jina la Yesu Kristo. Lihimidiwe na kutukuzwa mno jina lako takatifu. Ustahilie sifa, shukrani na utukufu. Pokea tena sifa, shukrani na utukufu kwa jinsi ulivyo, kwa yote ulioyatenda, kwa yote uyatendayo, na yote yaliyo katika makusudi yako kututendea. Pokea sifa, shukrani na utukufu. Hii na iwe fursa nyingine utakayoitumia vema, Bwana, kuyagusa, kuyaganga, kuyaponya, kuyainua na kuyapa mwelekeo maisha na hatima ya kila anayeambatana kwa kutazama nguvu katika neno tangu sasa. Na kilele cha yote, wewe uwe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Tanzania, na kwa upekee wake wote ENCC Mji wa Bwana, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Ni uzuri ulioje kwa Mungu kutupatia tena fursa hii ninapokusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kupitia nguvu katika neno. Ni neema na rehema za Mungu zilizo juu yangu naweza kukufikia kwa njia hii ambayo Mungu anatuwezesha tena. Nami ninapomtukuza Mungu na kumshukuru kwa neema na rehema zake zisizokoma, ni kushukuru wewe pia kwa kuwa mtu unayeambatana nami kupitia nguvu katika neno, hasa wale ambao umetambua habari ya nguvu katika neno kutokea mbali na umeambatana nami. Hakuna kipindi kinachokupita. Hivi ndivyo maisha ya mtu hubadilika, kutoka nguvu hadi nguvu, na kutoka utukufu hadi utukufu mwingine. Ni thamani ya wema wa Mungu kutoka katika familia nzima ya ENCC Mji wa Bwana, na thamani ya wema huo wa Mungu kwa timu nzima ya Hebron Media na Hebron TV, ambayo Mungu anawezesha mikono ya watu waliokuwa dhaifu kuyagusa maisha yako kona yoyote, umbali wowote chini ya mbingu uliko. Ambatana nami tena tunapoenda katika sehemu ya 4, kipindi cha pili cha nguvu katika neno, na mtiririko wa kuikabili roho ya mkwamo. Roho ya mkwamo katika kipengele cha hangaiko la moyo. Hangaiko la moyo ni hali ambayo ungeweza kuita depression katika lugha ya kitabibu kwa kawaida, au lugha inayozoeleka kwa walio wengi. Lakini kwa lugha ya kimaandiko, hilo ni hangaiko la moyo. Ni hali inayoathiri jinsi mtu anavyojisikia, jinsi mtu anavyofikiri na kuwaza, mawazo yanayotembea ndani yake, na jinsi mtu atakavyochukua hatua ya kutenda kwa baadhi ya mambo au kila kitu cha maisha yake. Hiyo huwa ni hangaiko la moyo. Mtu akipigwa na hangaiko la moyo, maisha yake yamekwama. Hawezi kuwa na ufanisi, iwe ni katika familia, iwe ni katika elimu, iwe ni katika kazi, na katika eneo jingine lolote ambalo mtu huyu alipasa kuwa na matokeo yaliyo positive. Mtu huyu anaanza kuwa mtu aliyekwama. Ni makusudi ya Mungu kunileta kwako kwa njia hii, ili uondoke mahala pa hangaiko la moyo, ili uondoke katika mkwamo uliokwama. Ziko sababu nyingi zilizo vyanzo vya hangaiko la moyo, na moja ya sababu ambayo nimeigusa kipindi kilichopita ni roho ambayo tunaita the spirit
of empty hands, yani maisha ya mikono mitupu. Huwezi kuwa na maisha ya mikono mitupu alafu uwe ni mtu utakayejawa na changamko la moyo. Hapana, kwa kuwa si mapenzi ya Mungu kwa mtu yeyote kuwa mtu wa maisha yaliyo na utupu. Hapa tunapoongelea emptiness, tunamaanisha kuna namna ya utupu katika maeneo tofauti tofauti. Kuna wengine they are empty potentially, ndani yao ndio hawana chochote kinachoweza kuendelezwa. Mungu anaweka hazina ndani ya watu, shetani anaharibu hazina ndani ya watu. Na kuna watu ambao wanakuwa na utupu tunaoita possessional emptiness, yani hawawezi kumiliki chochote kabisa. Ni watu ambao unaishi ukifanya kazi kwa muda wa miaka 40 mpaka unapewa retirement letter na unaretire, unaondoka kwenye hiyo ofisi. Hauna kiwanja, hauna nyumba, hauna chochote, you are just empty. Hayo ni maisha ya mtu aliyekwama. Kuna wale ambao walao na watawanyao wanafanya ukiwa maisha yao. Maana yake nini? Ni watu ambao wamekuwa dispossessed. Kuna mtu unakuwa mtupu kwa sababu kule ulikotakiwa kwenda hujafika, na kuna mtu unakuwa mtupu kwa sababu yale uliokuwa nayo umenyang'anywa au umepoteza. Na kwa sura hiyo maisha yako yanabaki yakiwa matupu, yamekwama. Na maisha yakiwa yamekwama huzaa hangaiko la moyo. Na hangaiko la moyo ndilo linalotuletea majanga na madhara ambayo watu wote wataona kwamba huyu mtu ametatanika. Maandiko katika kitabu kile cha waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi sura ile ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema msisumbuke kwa neno lolote. Msisumbuke kwa neno lolote. Neno msisumbuke pale ndilo neno linaloshughulikiwa kama neno anxiety. Hali ya kuwa anxious, una mashaka, una huzuni, una hofu ya kwamba haya yaliyotokea, nini kitafuata baada ya hapa kwa taifa lako, kwa familia yako, kwa huduma yako, kwa biashara yako, kwa kazi yako. Nini kinafuata? Maandiko yanakupa ushauri usibebe hangaiko kwa jambo lolote. Ufanye nini basi? Anasema bali kwa kila neno, ni kwa kusali na kuomba pamoja na kumshukuru Mungu, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mstari wa 7, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mioyo yenu na nia zenu ndani ya Kristo Yesu ni amani ya Mungu inayopita akili fahamu zote. Hii ni amani ambayo mtu anakuwa nayo halafu hajui kwa nini ana amani kiasi hicho. Ni amani ambayo haiji kwa sababu akili imekubali. Ni amani ya Mungu inayokaa ndani ya mtu kwa kiwango ambacho amani hii inazuia maafa. Ni kama mtu kuwa na jeraha iko, lakini jeraha imezingirwa na dawa ya sindano ya ganzi. Jeraha ipo lakini maumivu huyasikii. Ndivyo amani ya Kristo inavyokaa ndani ya mtu ambaye moyo wake umejeruhiwa, moyo wake unachuruzika damu, moyo wake una majeraha, moyo wake una kila sababu ya huzuni, lakini mtu huyu ana amani ya Kristo. Ni amani ya Kristo itakayokuganga, na ni amani ya Kristo itakayorejeza
hali ya afya yako kuwa vema. Miaka mingi iliyopita niliwahi kusikia kisa cha hawa mume na mke waliopoteza mtoto wao wa kwanza wa kiume, na mama alilia ndani ya majira ya msiba na akarikava, akaendelea na maisha vema. Lakini kwa mume ilimgharimu roho ya huzuni kwa muda wa miaka kadhaa. Na moja ya siku huyu mume akaanza kumhoji huyu mama, kwani wewe ulikuwa humpendi yule mtoto, ndiyo maana inaonekana hujuti, hukumbuki wala hauna huzuni? Na anasema nampenda, lakini mimi sielewi kwa nini sina huzuni kama ulionayo wewe. Na huyu mume akaendelea kusisitiza tena na tena kwamba wewe huko unampenda yule mtoto, labda pengine ndiyo sababu mtoto yule ameondoka, labda hiki na kile. Na moja siku huyu mume ameondoka nyumbani, ameenda kwa majukumu yake, na huyu mama akabaki ndani. Akaanza kujiuliza, kashika ile picha za yule mtoto aliyekwisha kuzikwa, akajiuliza, labda pengine mimi kweli nilikuwa simpendi, mbona sijielewi, kwa nini siombolezi kama wanavyoomboleza wenzangu? Na ghafla akasikia maumivu makali yamepita kwenye moyo wake kama kisu kinachomkata. Alipiga kelele ya maombolezo na kilio, na akaanguka chini kama mtu aliyezimia. Ndani ya muda watu wanapokuja kumtazama nini kinatokea, wanamkuta na picha ya huyo mtoto. Baada ya kumhudumia kwa huduma ya kwanza na kumpeleka hospitali, kila akizinduka anarudi kulala hajiwezi. Ana maumivu ya roho nzito, maumivu na uchungu wa huzuni nzito. Na mwisho wa yote akaisikia sauti ya Roho Mtakatifu ikimwambia, niliweka amani yangu ndani yako, na wewe umeitafuta huzuni walionayo wengine. Naye akalia kwa uchungu, Bwana, nirudishie amani ile niliyokuwa nayo. Aliporejeshewa amani ya Kristo ndani yake, alipona, akanyanyuka kutoka kitandani na akapewa ruhusa, na maisha yake hayakuwahi kurudi tena kutafuta maombolezo na uchungu wanayoyasikia wengine, kwa sababu alipata tafsiri ya wepesi ya kujua inamaanisha nini kuibeba amani ya Kristo ndani yako. Na nena na mtu ambaye pengine una sababu za halali kuwa na machungu yanayokuzunguka. Ndoa hii haieleweki. Watoto hawa ni sababu ya hangaiko la moyo wako. Kazi hii imekuwa mwiba kwako. Madeni yamekuzunguka. Ulipaswa uheshimiwe, badala yake wamekufedhehesha. Ulipaswa ulipe mwema, lakini wamekulipa mabaya kwa kila wema ulioutenda. Kupitia nguvu katika neno, sauti ya Mungu na iwe dawa kwako. Amani ya Kristo ipitayo fahamu zote na iuhifadhi moyo wako, iagange maisha yako, ikulete wewe mahala pa furaha ya Bwana, mahala ambapo furaha yake itakuwa nguvu zako vya kudumu, katika jina la Yesu Kristo. Ni dalili gani zinazojitokeza kwa mtu kujua kwamba mtu huyu anakabiliwa na roho au kongwa la hangaiko la moyo? Mambo 9 katika sehemu hii, kipindi hiki cha pili, sehemu ya 4 ya mtiririko wa mwendelezo wa kuishinda roho ya mkwamo. Point namba 1 siku hiyo leo ni pale ambapo mtu unabeba moyo wa hali ya kujisikia vibaya na kujisikia kuwa mpweke. You are miserable. You feel a feeling of miserableness and loneliness. Yani maisha yako huna unapojisikia vizuri na unajisikia mpweke,
Mtu ambaye ni mpweke sio lazima awe mtu aliyeachwa peke yake. Unaweza kuwa umezungukwa na umati wa watu kama ilivyo kanisa zima, lakini you are still lonely. Unaweza kuwa ni mtu uliyezungukwa na watu, mume yupo, mke yupo, watoto wapo, familia yote ipo, lakini hakuna anayekuelewa, hakuna anayejisikia. Nobody feels what you feel. Kile unachokisikia, kile unachokihisi, kile unachokibeba kama mzigo, hakuna mtu mwingine anayekibeba na kukisikia. Ni hangaiko la moyo linalo kupiga, ni hangaiko la moyo linalo kuandama. Jambo la pili ni nini hiki kilicho dalili ya kujua kwamba huyu mtu ni mtu ambaye anapigwa na hangaiko la moyo? Ni pale ambapo unasikia kumchukia kila mtu anayekuzunguka, kila mtu aliye karibu na wewe. Kuna sauti na kuambia hana maana yoyote, hana thamani yoyote kwako, na umbali wa kufika mahala kudhani kwamba akipotea apotee, akifa afe, akienda gerezani aende gerezani, akikutwa na majanga akutwe na majanga. Uko pale na huna yeyote unayempenda, unawachukia wote. Na actually hufika mahala ambapo mtu wa namna hii unawaepuka wote, na unatamani uende porini mahala kusikokuwa na mtu yeyote. Wewe umepigwa na hangaiko la moyo, umepigwa na hangaiko la moyo. Ndio maana unasikia kuwachukia wote. Watu siku zote watakuwa watu. Watu siku zote watakukosea, watakuwa na makosa kwako. Watu siku zote kuna mambo atakayoyatenda yatakayopishana na matarajio yako, lakini bado thamani ya yale yote yanayohusu uzuri wa kuwako kwa watu katika maisha yako haiwezi kulinganishwa na thamani ya kuwakosa na kuwapoteza watu katika kila eneo la maisha yako. Watu watakutenda madhara, lakini ni watu waliokuzaa, ni watu waliokusomesha, ni watu watakao kupa busara na maelekezo yaliyo mema, ni watu waliojenga miundombinu ya mengi yote unayo ya furahia na kuyategemea leo hii. Kwa hivyo unawahitaji watu bila kujali ya kwamba watu wamekutenda machungu au madhara makubwa kwa kiasi gani. Jambo la tatu ni nini hiki ambacho ndicho dalili ya kwamba mtu huyu anakabiliwa na hangaiko la moyo? Ni pale ambapo unawaza kama hakuna anayekujali na hakuna anayekuthamini. Hakuna anayekujali na hakuna mtu anayekuthamini. Ni jambo linaloashiria kuwako kwa hisia na mawazo yako yanayonena hawanijali, hawanithamini, hawanionyeshi thamani za pendo nililostahili. Na kwa sura hiyo maisha yako yanaanza kudemand kitu ambacho upendo wa watu huwa hauwezi kuupata kwa shuruti. Upendo wa watu unakuja kwa hiari, na upendo wowote unaoshurutisha ili uje huwa sio upendo. Hiyo huwa ni hofu. Watu wanaweza kukuogopa, watu wanaweza kuishi kwa hofu pamoja nawe.
lakini jambo usilolijua, thamani za upendo hazihusishi chochote kinachohusisha hofu. Hivyo wakati wowote unapoona unahisi kama hupendwi, hakuna anayekujali na kukuthamini, anza kutambua ya kwamba pando la hangaiko la moyo linayakabili maisha yako. Jambo lile la 4 ni pale ambapo unakuwa mtu ambaye hutamani kufanya chochote na unatamani kuwa peke yako. Hutamani kufanya chochote na unatamani ubaki ukiwa peke yako. Hii ni hali ya hangaiko la moyo ndani yako. Uko depressed, ubaki peke yako, na hapa ndipo mahala unakutana wengine wanasema acha niende baharini nikae tu peke yangu, nataka kuwa peke yangu. Mwingine anajifungia chumbani anasema niacheni, niko salama, niacheni nibaki mwenyewe nikiwa peke yangu. Nina mambo na yafanyia kazi na mambo na yatafakari, nataka niwe peke yangu tu. Wakati wowote ambapo hali ya upweke haikutishi, ndiyo hali unayotamani kuikumbatia, ubaki ukiwa peke yako. Hangaiko la moyo linayakabili maisha yako. 5 ni pale ambapo mtu unakuwa na harakati zilizozidi kiwango. Yaani unataka uwe kila mahala unataka kwenda, kila mahala unataka kuwapo, kila jambo unataka kujihusisha nalo, na kile unachotaka kujihusisha nacho hakuna ajuaye kwa nini unataka kujihusisha nacho. Unataka uwe mwanasheria wewe, unataka uwe injinia wewe, unataka uwe daktari wewe, unataka uwe mhubiri wewe, unataka uwe mbunge au raisi wewe mwenyewe. Jambo ambalo hakuna kitu cha namna hiyo katika dunia ya hatima ya mwanadamu yoyote. Unataka uende mashambani mwenyewe, unataka uende ng'ambu mwenyewe, unataka ukae mjini mwenyewe, unataka ukae kijijini mwenyewe. Kila mahala wewe kwako ni sawa. Utataka uende kwenye ngoma mwenyewe, na utataka uende kwenye mkesha wa ibada mwenyewe. Unataka mfungo na unataka uende kwenye sherehe ya mlo kwa siku hiyo wewe mwenyewe. Huna uchaguzi unaoeleweka na huna unachotaka kuaccomplish. Maisha yako yametawanywa. Unaishi maisha ambayo ni the scattered kind of life. Maisha yako yametawanywa. Huna unachoweza kukianza na kukimaliza, kwa sababu maisha yako unataka uwe kila mahala na mahala popote. Wewe una hangaiko la moyo. Mtu ambaye na moyo uliotulia anajua watu wa kuambatana nao, anajua mahala anapohitaji kwenda, anajua yapi ya kusema ndio na yapi ya kusema hapana. Hata kama ushawishi ni mkubwa kiasi gani, anajua kwamba huo sio mwelekeo yale ninayotaka kuyaendea. Hata kama yanaonekana kuwa yana uzuri, ubora au ya kuvutia kiasi gani, anajua kwamba yana uzuri lakini kwa ajili ya wengine na si kwa ajili yake. Unajuaje kwamba mtu huyu anapigwa na hangaiko la moyo? Jambo la 6 ni pale ambapo mtu anakuwa na ukimya usiokuwa na sababu, yani the unreasonable quietness. Mtu huyu amepigwa na hangaiko la moyo. Hicho ndicho tunachokiita anxiety and worry. Mtu anakuwa na hofu na anakuwa na mashaka yaliyouzonga moyo wake. Ni mkimya
bila ya sababu, na ni mkimya kwa ukimya unaoweza kuwa noticed katika uwepo wa watu wote. Na hata ukimuuliza, mbona inaonekana moyo wako una huzuni, mbona inaonekana wewe si yule tuliyekujua, haelewi, na yeye anasema kwani ni vipi? Niko sawa. Yuko sawa, lakini na yeye anajua kwamba hayuko sawa. Hayuko sawa. Nyimbo zilizoea kutoka kinywani mwake, hakuna wimbo unaotoka kinywani mwake. Alizoea kuwa na harakati za haya na yale, hana harakati zozote tena. Ana ukimya ambao hauna sababu. Kwa wengine huja kwa sababu ya kuwako kwa sababu. Wamesikia habari inayohuzunisha moyo. Cheti cha tabibu kinanena mambo yanayoashiria kubadilika kwa mabadiliko makubwa ya maisha yake. Habari ya maamuzi ya mahakama yamenenwa, nayo yanamwelemea kwa uzito, haelewi hatima yake ni nini. Madai yake yanapotea, haki zake zimekanyagwa. Haelewi nini kinatokea kesho. Roho nzito imemfunika na hangaiko la moyo limemkamata. Anabaki akiwa unreasonably quiet. Ni mkimya, na ukimya ambao hawezi kuelezea. 7. Ni mtu wa namna gani huyu ambaye tunasema hangaiko la moyo limempiga na hangaiko la moyo limempata? Ni mtu yule ambaye huweza kuwapenda adui zake na kuwachukia wote wanaompenda, wale ambao ni rafiki wa kweli. Inaghalimu moyo uliochanganyikiwa. Inaghalimu fahamu zilizofunikwa, zimepigwa na bumbwazi la akili. Kujikuta kuwa ni aina ya mtu ambaye unawapenda wale ambao kwa hakika isingekupasa kuwapenda, na unawachukia watu ambao haikukupasa kuwachukia. Nimeona haya tena na tena. Huyu ni mzazi, unamfanya kuwa adui kwako, na unawapenda marafiki uliokutana nao hapo juzi, na yale wanayokueleza marafiki hawa yanapambana na hatima yako, nawe unadhani hawa ni bora kuliko wazazi wako. That is deception. Hilo ni bumbwazi la akili, na hilo ni hangaiko la moyo. Unawachukia hao watumishi wa Mungu ambao mashauri yao kwako ni nuru, nawe unawapenda watu wale waliokuwekea mtego ili wakunase, wakutenge na mashauri yaliyo sahihi, yale ambayo yatafanya maisha yako yawe nuru hapo kesho na maisha yako yawe ushuhuda. Unawachukia walimu na wakufunzi wako, na unaambatana na watu baradhuli. Wewe ufahamu wako umefunikwa na moyo wako umenaswa, umetengwa na yaliyo mema, ili unaswe kama mtu aliyepigwa na hangaiko la moyo. Ni wakati ule tu ambao Yuda alienda kuwafanya adui za Bwana Yesu kuwa rafiki zake. Ndiyo saa alipotambua amemsaliti Bwana Yesu, ameisaliti damu isiyokuwa na hatia. Yuda hakuwa muovu wa kiwango kile. Yuda hakujua kwamba kuwa na urafiki na makuhani na mafarisayo na masadukayo ni kuwa na urafiki na watu walio na uadui na Mungu. Hakujua uadui umekithiri kiasi gani. Akadhani ni business as usual, kwamba unamuuza Yesu
na wataenda wamkamate Yesu wamkose, kwa sababu Yesu hakamatiki. Wamejaribu hivyo mara kadha wa kadha na wamemkosa. Mara hii Yuda hakuwa amejua kwamba wakati ulikuwa umewadia. Umewadia wakati wa Yesu Kristo kwenda msalabani. Yesu akajitoa akamatwe. Yuda akaghairi, kawarudishia pesa zao, na wakazikataa pesa zao. Pesa zao wenyewe. Wamemwambia hizo ni pesa za damu, sasa hatuwezi kuzibeba. Na Yuda akazikataa kwa nguvu kuliko wao, akazitupa huko hekaluni. Na yeye akapotea, kaenda kujinyonga. Hawawezi kumrudishia yeye jinyonga. Na wao wakasema hizi hatutazipokea. Wakazipeleka katika neutral ground, mahala ambako wamenunua konde la mfinyanzi, mahala pa kuzika wageni wala sio wenyeji. Hata anayezikwa hapo na yeye anajulikana amezikwa mahala pa konde la damu. Ilianzaje? Ni kwa Yuda kuwakumbatia watu waliodhani wanamfanya kuwa rafiki, kumbe ni adui wa Mungu wake na adui wa hatima yake. Alipoteza thamani ya nafasi ya kuwa miongoni mwa mitume, watu ambao majina yao yataandikwa katika misingi ile 12 ya Yerusalemu wa mbinguni. Amepoteza milele, na pengine amekutana na jehanamu ya milele kwa kule kujinyonga kwake. Bwana na akupe wewe kupambanua marafiki wa kweli waambatane na maisha yako, marafiki wa kweli, nawe ukapambanue adui yeyote aliyewa wadui, huyo akatengwe mbali na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 8, ni dalili gani inayokujulisha kwamba mtu huyu ana hangaiko la moyo? Ni pale ambapo mtu anakuwa na huzuni iliyokithiri, yaani the extreme sadness, hali ya kuwa mtu ambaye anateseka, unakuwa tormented ndani ya utu wako, na unakuwa na uchungu wa moyo. You are grieving, una uchungu wa moyo. Ni nene tena katika fursa hii, huzuni iliyokithiri, iliyozidi, inaweza kutokea pale ambapo mtu ana sababu ya halali ya huzuni hiyo kumpata. Hasa inapokuwa huzuni hii inakutokea kwa sababu ya kupoteza vilivyo vya thamani ambavyo hivyo maisha yako yalikuwa yametegemea, yamefungamanishwa na yanabeba kama nguzo za thamani kubwa pande zote za maisha yako. Wengine umepoteza mwenzi wa maisha yako, jambo ambalo haliwezi kubebwa kiwepesi hata nyakati zozote, hasa yule ambaye maisha yako yamezingirwa kwa pamoja naye na mnabeba hatima ya pamoja. Wengine umepoteza mtoto wa tumbo lako, mtoto wa viuno vyako. Wengine umepoteza mradi uliowekeza kila kitu katika huo. Wengine umepoteza kazi au umeshushwa mahala pa wadhifa uliouinukia sana, uwekeza ili uinuke kwa hivyo kwa kiwango kikubwa sana. Wengine umepoteza huduma. Jina jema ni bora kuliko fedha na dhahabu, na yale ambayo umewekeza kwa miaka mingi kufumba na kufumbua, yote yameenda mavumbini. Kwa vyovyote vile huzuni huja na moyo wa mtu kunyongea huja, lakini haipasi iende to the extreme kwa kiwango ambacho inaanza kuwa mateso kwako na inaanza kuwa roho ya uchungu uliokithiri ndani yako. Maana hiyo inakuingiza katika minyororo ya mkwamo ambao hautakuruhusu kuinuka nyakati zozote za maisha yako. Na jambo la mwisho, jambo lile la 9 ni nini?
ni pale ambapo mtu anaishi maisha ya kumchukia Mungu na kuwachukia wajumbe au watumishi wa Mungu. Ni jambo lililo la kawaida kwa watu kujihusisha na Mungu kama wanavyojihusisha na waganga wa kienyeji. Unapojihusisha na Mungu kama kujihusisha na mganga, itakuwa kwako ni vigumu kupokea yale yote ambayo ni thamani ya wema wa Mungu. Namaanisha nini kujihusisha na Mungu kama kujihusisha na mganga? Mganga anakuahidia jambo fulani na anakuambia niletee mbuzi, niletee ng'ombe, niletee hiki, na kisha jambo lako litakuwa sawa. Umeleta mbuzi yule, umeleta ng'ombe yule, na umeleta hiki na kile, na ghafla unakuta kwamba tatizo lako limezidi baadaye ya kuwa sawa, na unakuja kwa mganga una hasira kwamba mbona umeniambia nilete hiki, nimekupatia hiki, lakini tatizo langu linaendelea. Na kutoka mahala hapo watu huo wanageuza mwelekeo wa kwenda kwa mganga na wanaenda kwa Mungu wakiwa na mentality hiyo hiyo kwamba natoa hiki kwa Bwana, natoa hiki kwa Mungu ili Mungu anitendee haya. Na alafu akiona kwamba kila alichokitazamia hakijatokea, anaanza kujawa na roho ya uchungu ndani yake, na anashangaa kwamba nini kinatokea hapa. Mtu huyu anakuwa na uchungu na Mungu. Mungu ni Mungu wa rehema na neema. Anabaki kuwa Mungu ikiwa anakutendea yale yote unayoyataka au hatendi chochote. Mungu anabaki kuwa Mungu wa rehema na neema. Atakuwa Mungu akutukuzwa akijibu maombi yako au asipojibu maombi ya awaye yote. Mungu ni Mungu wa rehema na neema. Akikutendea yoyote ni kwa sababu amekurehemu. Kwa kuwa hakuna mwanadamu anayeweza kustahili kwa viwango vya Mungu. Ndio maana iligharimu Mungu awe mwanadamu ili katika mwili huu apate kumwadhibu yeye aliye na nguvu za mauti katika mwili huu. Hivyo ndivyo Mungu anavyotenda. Nakumbuka katika moja ya nyakati nimesikia kisa cha mtumishi wa Bwana ambaye ni baba katika Afrika, ni Benson Idahosa, alipokuwa ameitwa kumsikiliza huyu mama aliyekuja katika eneo la kanisani. Wamesisitiza kwamba huyu mama akasema hamuoni yoyote, anataka kukuona wewe. Huyu mama kila mwaka wa makongamano ya kanisa lao amekuwa akileta ng'ombe wa kuchinjwa ili atumike kwa mboga katika kongamano hilo. Ameleta mwaka kwa mwaka, na mara hii amekuja na pickup ile ambayo huwa anabebea ng'ombe. Na wakamwambia askofu kwamba kuna huyu mama amekuja tena na ile pickup, anasema ana ng'ombe mwingine. Na alipotoka kutoka ofisini kuja kumtazama huyu mama, anamwambia mama, mbona umekuja majira haya na wakati huu si wakati wa kongamano? Akasema nimekuja kuleta ng'ombe mwingine ili uone kwamba ni umpokee katika wakati ambao ni wakati wa mapema. Na alipokuwa anaenda askofu kutazama ndani ya pickup, akakuta kuna kijana amelala humo ndani ya pickup ya hiyo pickup. Na anauliza hii ni nini? Na mama akamwambia nimekuwa nikileta ng'ombe kwa kila wakati wa kongamano, na sasa leo hii huyu mwanangu kama unavyomwona amelala hapo kwenye pickup ameanguka ghafla na amekufa. Kama haya ndiyo Mungu wako aliochagua kunilipa, nimemleta huyo mtoto hapo. Na huyo mtumishi wa Mungu ambaye ametembea kwa imani, kwa sauti iliyo wazi isiyokuwa ya kupepesa, akainua uso wake juu akasema,
Baba, huyu mama amesema amekuwa akileta ng'ombe kwa kila kongamano. Ni kweli. Ni kwa sababu sisi tumekula huyo ng'ombe kwa niaba yako. Na sasa amekuja na tatizo. Kama utamhudumia sawa, usipomhudumia sawa, patana naye. Na akageuka askofu anataka kuondoka. Kijana kwenye pickup akakohoa na kuita mama. Saa ile aliyekuwa mfu alikuwa amefufuka. Hii inakuambia nini? Huendi mbele za Mungu ukiwa una hasira na Mungu. Nenda mbele za Mungu ukitegemea rehema za Mungu. Kwani ukienda mbele za Mungu ukiwa na hasira na uchungu kwa Mungu, ni hatari kwako, unaweza kupoteza kila kitu. Na Mungu bado atabaki kuwa Mungu. Usemi Mungu usiponitendea hiki narudi nyuma. Mungu usiponitendea hiki watu watajua nitaharibu kila kitu. Mungu anabaki kuwa Mungu hata kama asipohitaji kiumbe yeyote. Yeye ndiye muumbaji na huweza kuumba kingine chochote anachotaka kukiumba. Ni Mungu bila ya kura ya mwanadamu. Ni Mungu bila kuwekwa kwenye kiti cha enzi na kiumbe yoyote. Atabaki kuwa Mungu milele yote. Ni heri kwako hangaiko la moyo likuache, umpende kwa thamani za pendo lake, nawe ukaone ijara za pendo lake zikiambatana nawe. Unafanya nini ili kutengwa na roho ya hangaiko la moyo na kongwa au tatizo la hangaiko la moyo? Jambo la kwanza ni suluhisho. Haya ni mambo manne yanayoungana na mambo manne ya kipindi kilichopita, kwa hivyo yatakuwa mambo manane. Jambo la kwanza ni nini? Ni suluhisho la kawaida kabisa linalowezekana kwa maisha ya kila mtu. Ishi maisha ya mtu anayefanya mazoezi. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 8. Maandiko yananena, mazoezi ya mwili yanafaa sana, lakini mazoezi ya roho yanafaa zaidi. Kwa hivyo kuna mazoezi ya roho na kuna mazoezi ya mwili. Wakati mwingine, kando ya roho zinazosimamia mateso ya watu, kitu unachokihitaji, ondoka kitandani, ondoka kwenye kiti hicho, ondoka mahala ulipojifungia tu, nenda uwanjani, nenda kwenye gym, toka nenda mahala fulani hata nje ya nyumba, fanya mazoezi mawili matatu, na roho ya hangaiko la moyo iwe imeacha maisha yako. Jambo la pili, unafanya nini ili kuondoka mahala pa hangaiko la moyo? Ishi maisha ya kuhesabu baraka yako, wala usihesabu hasara na machungu yako. Zaburi 107 mstari wa 8 na wa 9. Zaburi sura ile ya 107 mstari wa 8 na wa 9. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, maana hushibisha nafsi yenye shauko, na nafsi yenye njaa huijaza mema. Nafsi yenye njaa huijaza mema. Mshukuru Bwana nafsi yangu, ndivyo mtunga Zaburi anenavyo, na vyote vilivyoko ndani yangu vilihimidi jina lake. Yeye akusamehe maovu yako yote, aukomboa uhai wako na nguvu za kaburi, aurejeza ujana wako kama tai, akushibisha kinywa chako kwa yaliyo mema. Ni hesabu ya mtu mwenye hekima na ufahamu
anayehesabu fadhili za Mungu na baraka ya Mungu katika maisha yako. Unalia hauna viatu. Kuna mwingine hana miguu kabisa. Kwa nini usimtukuze Mungu kwamba hauna viatu kwa sasa, lakini viatu vikipatikana, mguu wa kuvalia viatu uko nao? Hesabu baraka, usihesabu hasara inayokukabili. Unalia hauna biashara, hauna kazi inayoeleweka, lakini angalau uko na mikono ya kazi hiyo. Uko na cheti ambacho hata cha kubishia hodi kwamba kuna mahala fulani mnaweza kunizingatia. Unalia hauna ndoa, lakini kuna mtu ambaye hata ndoto ya kuwa atawahi kuja kuwa na ndoa kwake yeye haipo. Yuko kwenye majalala, kwenye dampos ndiko kitanda chake. Atalala chini ya madaraja, atakaa mahala pa masoko, ndio makao yake. Huyu hawazi kama kuna siku kutakuja kuwa na ndoa. Yule ambaye hawezi hata kukumbuka kuna kuoga, hawazi kwamba kuna kitu kinaitwa ndoa. Wewe unangoja ndoa na unahisi una uchungu. Hesabu baraka ulizo nazo, hesabu wema wa Mungu ulionao, hesabu yale yote ambayo ni mkono wa kibali cha Mungu juu yako. Hivi ndivyo utakavyoanza kuona wema wa Mungu juu yako. Hivyo ndivyo utakavyoanza kuona nuru inakuja juu yako na roho nzito inayaacha maisha yako. Hesabu baraka ya Mungu na sio hasara. 3, unafanya nini ili kuondoka mahala pa roho nzito? Washirikishe watu walio sahihi mambo ya maisha yako. Washirikishe watu walio sahihi mambo yale ya kina, ya siri za maisha yako. Naweka mkazo katika hii. Mara nyingine watu huwa wanapatwa na hangaiko la moyo kwa sababu umewaamini watu wasiokuwa sahihi. Confide, umeweka mambo ambayo ni ya kina cha uzito wa maisha yako katika mikono ya watu ambao kesho unakuta wamekuposti kwenye social media kila mahala, na hangaiko la moyo linaanza kukupata kwamba umefanya nini. Kumbe fulani ndivyo alivyo, kumbe huyu ndivyo alivyo. Umedhani kwamba ni watu wanaokubeba kwa mzigo, ukaeleza yale ya kina cha taabu ya moyo wako, ili pengine kwa njia hiyo mpate mwelekeo wa kupata suluhisho la yale yanayokukabili. Na kesho unakuta ni mtaa mzima wanaelewa habari ya yale ambayo uliwaambia, ukijua kwamba umeyaweka mambo ya maisha yako yenye thamani kubwa katika mikono ya watu wasiokuwa sahihi. Umejitakia hangaiko la moyo mapema kabla hujafika umbali wowote. Na jambo la mwisho ni nini? Fuata yaliyo haki ya Mungu. Fuata yaliyo sahihi. Fuata yaliyo sahihi. Moja ya nyakati amekuja ofisini kwangu huyu binti wa umri mdogo tu, si binti aliye na umri mkubwa, lakini amelelewa katika familia ambayo amezaliwa na mama mwingine kona mahala, na mwisho wa siku ameletwa kwenye nyumba ya baba yake. Na huyu baba alikuwa na mke na ana watoto wengine, na huyu binti haelewi nini kilitokea anavyojieleza mbele yangu, lakini akajikuta ana maisha yasiyofaa huko mtaani. Naamini unanielewa ninapoongea hivi.
na kilichokuwa kibaya cha ubaya uliokithiri ni pale ambapo alijenga mahusiano na kaka yake, yani mtoto wa mama wa ndoa hiyo, lakini hawakutoka tumbo moja. Na huyu binti akabeba ujauzito. Maisha yake alikuwa karibu aondoe uhai wake mwenyewe. Alisikia maisha yake yamevurugika. Anafanya kazi, ameajiriwa na kazi nzuri, lakini maisha yake yameandama unrighteousness, hali ya kuepuka yaliyo sahihi machoni pa Mungu, na amejikuta maisha yake yanakabili madhara ya mambo asiyoyaelewa. Mpaka akikaa mbele ya meza yangu, amekutana na daktari aliyemwelekeza jambo ambalo ni la kuharibu mimba ile. Na madaktari wameharibu mimba ile na wamedamage tumbo la uzazi, wamedamage uwezo wake wa kupata watoto kwa siku za usoni. Ana uchungu, hawezi kujisamehe, na anasikia kufedheheka kwa sababu hangaiko la moyo limempata, na hali aliyonayo haileti matumaini kwa siku zake za usoni. Ndiyo, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana kama bendera, Bwana ananena atazisafisha za kuwa nyeupe kama theluji. Mara baada ya ushauri na kutamka rehema za Mungu juu yake, Mungu alimrehemu na kumganga kuyarejesha upya maisha yake. Na sauti yangu kwake kama ilivyo sauti yangu kwa wengi wenu: Bwana amekusamehe na kukurehemu. Enenda na usitende dhambi tena. Enenda na usitende dhambi tena. Yuko huyu mama mwingine ambaye amekuja na machozi mengi, ni wa umri mkubwa kidogo. Ana watoto 4 tayari, na akajikuta yuko na ndoa. Ndiyo, yuko na ndoa na watoto 4, na akajikuta ameconceive, ni mjamzito wa mimba ya mtoto wa 5. Na akakutana na rafiki baradhuri, akamwambia, wewe unazaazaa nini? Maisha yenyewe yako wapi? Twende huko, itoe hii mimba na twende tukaendelee huko mtaani, tutafute kazi na kutafuta biashara na hivi. Na akaenda, wakaitoa hiyo mimba, na akaendelea na harakati mtaani, wana biashara za haya na yale. Baada ya muda si mrefu akajikuta ni dhaifu, afya yake inaporomoka. Na alipoenda kuchekiwa akakuta ameathirika, ni HIV positive. Na alirudi nyumbani akiwa amekasirika, akamwambia mume wake, najua ni wewe utakayekuwa umeniletea haya, wewe ni mtu usiyetulia. Wakaenda kupimwa, huyu mwanaume akakutwa yeye ni HIV negative, hana tatizo lolote. Na akakumbuka tukio lile, akarudi akiwa na huzuni. Anamwambia mume wake, nahitaji kuombewa. Na alipokuja mbele yangu akaeleza kila kitu kwa kina, akasema hii ni hukumu ya Mungu juu yangu. Nami nikamwambia, ndiyo, sauti ya damu mara zote inapomlilia mtu inaita hukumu ya Mungu juu yake. Ni mpaka wakati damu itanyamazishwa kwa damu. Kwa mambo haya 4, njia sahihi ya kutokea ni wewe kumpa Yesu maisha yako, wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Fungua moyo wako sasa, weka mikono yako yote miwili kifuani pako, omba kwa kufuata maneno yangu. Sema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho, nafsi na mwili wangu. Nifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Unifanye kuwa wako ninapochagua wokovu leo hii, nami sitarudi nyuma kamwe, katika jina la Yesu Kristo, amen.
Umesema maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Hivi punde nitakuwa nikiomba kwa ajili ya kila mmoja kutengwa na roho ya hangaiko la moyo, na utafanya vema kabisa kuwasiliana nasi kwa namba zinazopita kupitia chombo unachonitazama kwacho, na itakuwa ni furaha yangu kubwa kukutana nawe katika nyua za mji wa Bwana uso kwa uso, kwa ibada ambayo kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na mawimbi ya nguvu na uwepo wa Mungu ni fahari yetu ya daima. Baba, nakutukuza mno, uyatendaye yasiyowezekana, uyageuzaye yasiyogeuzika. Mkono wako ni mkono wa milele. Unyong'oshwe tena sasa juu ya kila mtazamaji wa nguvu katika neno. Unyoshwe juu yake, iwe shwari kuu ndani yake, katika jina la Yesu Kristo. Iwe shwari kuu. Roho wa Mungu wa milele, wewe uliye faraja, faraja ipitayo lugha kutamka, mpe neema, mpe uwezo wa kuondoka mahala pa kujisumbua na chochote, bali aweke tumaini lake katika wewe Mungu wa kweli, kwa kuomba na kwa kusali, na haja ya moyo wake ijulikane kwako wewe, wewe uwezaye kujibu, wewe uwezaye kutenda zaidi sana kuliko yale yote tuyaombayo na kuliko yote tuyawazayo. Geuza Bwana, kama ulivyogeuza umateka wa Ayubu. Geuza umateka wake tangu saa hii. Wewe uliyegeuza umateka wa Sayuni, nao wakawa kama watu waotao ndoto. Geuza umateka wake. Acha iwe ya kwamba mambo yale yatakayozingatiwa kwake nayo ikaonekana kuwa ni kama mtu aotaye ndoto. Mtendee. Ondoa huzuni iliyokithiri, ondoa maombolezo, ondoa uchungu, ondoa roho nzito ndani yake, ondoa bumbwazi la akili. Mpe uwezo wa kufikiri vema, mpe uwezo wa kuamua vema, mpe uwezo wa kukuabudu, kukupenda, kukuandama, kukuishia. Mzingire na watu walio wema, watu walio sahihi, watu wanaoguswa katika kweli na yale yanayomgusa, watu watakaobeba kwa uzito yale yote yanayomkabili. Iwe baraka juu yake, baraka isiyokanushika, baraka isiyoweza kugeuzwa kuwa laana, na baraka isiyoweza kutindika mezani pake. Iwe baraka vya kudumu. Na Baba, haya yanapokuwa yametendeka, wewe na uwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote, katika jina la Yesu Kristo, amen. Wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Ni Bishop Manasseh DM kutoka ENCC mji wa Bwana, Mbezi kwa Msuguri, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Hadi kipindi kingine cha nguvu katika neno, wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom.